ambayo yatakusaidia wewe kushikamana na Uislamu uliokuwa sawa sawa ni kujua kwa al-ilmu an-nafi'u, ilmu yenye manufaa ambayo wewe itakusaidia kushikamana na Uislamu sahihi. Si kila ilmu bali huwa al-qa'imu 'ala al-Qur'an. Al-ilmu an-nafi' elimu yenye manufaa qa'imun 'ala al-Qur'an was-sunnah as-sahiha, ni ile elimu ambayo imesimama juu ya Qur'an na sunna sahihi za mtume alayhi salatu wassalam, wa fahmin wa amali salaf as-salih, na kwa ufahamu na ufanyaji kazi ambao walikuwa nao wema waliotangulia, lil ayati wal ahadith, katika aya na hadithi za mtume alayhi salatu wassalam. Sisi tumeambiwa katika masala ya kwanza kuwa ili tuwe na Uislamu sahihi lazima tusome huo Uislamu na tuufanyie kazi. Je, tunasomaje? Nini tunakisoma na tunafanyaje kazi? Jawabu kwamba tutasoma Qur'ani na Sunna, tutasoma Qur'ani na Sunna na yale ambayo walikuwa juu yake as-salafu salih, na kufanyia kazi kama vile ambavyo wao walifanya. Hiyo ni nukta ya pili ambayo itatusaidia sisi kushikamana na Uislamu sahihi, kwa sababu Qur'ani hii tukisoma ndani yake kuna ubainifu wa kila jambo ambalo linahitajika juu ya kushikamana na Uislamu, kama Allah alivyosema kwenye Qur'an, wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay, na kwa hakika tumeteremsha juu yako Muhammad kitabu cha Qur'an hali ya kuwa ni chenye kubainisha kila kitu, kila jambo ambalo wewe unalihitajia. Aqida utaikuta, ibada zote utazikuta kwenye Qur'an, miamala ya kisawasawa yote utaikuta kwenye Qur'an, tabia njema zote utazikuta kwenye Qur'an. Kila ambacho wewe ukihitajia katika dini yako utakikuta huko ndani. Qala as-Sa'di rahimahullah ta'ala, Imam as-Sa'di anasema fi usuli ad-din wa furu'ihi, Qur'ani hii imebainisha kila kitu kuhusiana na misingi ya dini na matawi yake, misingi ya dini na matawi yake. Wa fi ahkami ad-darain, na hukumu za duniani hapa na kesho akhira zote zimo kwenye Qur'an. Wa kullu ma yahtaju ilayhi al-ibad, na kila jambo ambalo waja wa Allah wanalihitajia, fahuwa mubayyanun fihi atammu tabyin, basi hilo limebainishwa kwenye Qur'an ubainifu wa wazi mno, ubainifu wa wazi mno. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، إن الأنبياء حكم نبي لم يورثوا دينارا ولا درهما، هوكورث شوات دينار ولا درهم، هوكورث ما pesa wao، إنما ورثوا العلم، حقيقة si vinginevyo bali mitume walirithishwa watu ilmu. فمن أخذه أخذ فقد أخذ بحظ وافر، basi mwenye kuchukua ilmu amechukua fungu kubwa katika mirathi ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuonesha kwamba ilmu lazima iwe imetoka kwa nani? Kwa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo ilmu katika aya ya kwanza tumeona lazima itoe kwenye Qur'an, kwa sababu Qur'an ndio imebainisha kila kitu. Katika hadithi hapa tumeona kwamba ilmu ili iwe ilmu lazima iwe imetoka kwa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ndiye aliyerithisha hii ilmu katika umma. Kwa hiyo kuonesha kwamba ilmu ni qala Allah, qala Rasulullah, qala as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum, kwa sababu wao ndio walirithishwa hiyo ilmu na mtume. Na ndio maana al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala amesema, wal ilmu an-nafi'u min hadhihi al-ulum kullaha, na ilmu yenye manufaa kutokana na hizi elimu zote, dhabtu nusus al-kitab wa sunna, ni elimu ni kudhibiti dalili ambazo zimekuja kwenye Qur'ani na Sunna, wa fahmu maaniha, na kufahamu maana zake hizo aya na hadithi, wa taqayyud fi dhalika bil ma'thuri, na kujifunga katika kufahamu maana ya hizo aya na hadithi kwa yale yaliyopokelewa kwa nani? Ani sahaba,
kutoka kwa masahaba watabi'in na tabi'in watabi'ihim fi maani alqur'ani walhadith, na wale wanafunzi wa tabi'in katika kufahamu maana ya Qur'an na hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam. Huo ndio msingi wa pili au utakaotusaidia sisi kushikamana na Uislamu uliokuwa sawa sawa. Bila hivyo hatuwezi kuwa na Uislamu wa sawa sawa. Kwa lazima tujipinde na tulijue hilo. Lakini msingi wa tatu, al-islamu sahihu, Uislamu wa sawa sawa, mabniyun ala at-tauhid wal mutabaa. Tujue hilo kwamba umejengwa juu ya msingi wa kumpwekesha Allah tabaraka wa taala na kumfuata Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kamwe haitawezekana kwangu mimi wala wewe wala yule tukashikamana na Uislamu uliokuwa sawa sawa, ule Uislamu original aliokawa nao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mpaka tufuate Uislamu ambao umejengwa juu ya msingi wa tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Dalili ya hilo Allah amesema kwenye Qur'an, faman kana yarju liqa'a rabbih, yeyote anayetarajia malipo ya Mola wake mlezi juu ya yale anayoyafanya katika dini yake ya Uislamu, falyamal amalan salihan, basi na afanye matendo yaliyokuwa mema, wala yushrik biibadati rabbih ahada, na wala asimshirikishe katika ibada ya Mola wake mlezi na yeyote yule atakayekuwa. Imam Ibn Kathiri rahmatullahi ta'ala alayhi akasema maana ya hii aya, faman kana yarju liqa'a rabbih, mwenye kutarajia malipo ya Mola wake mlezi, ai anakusudia Allah thawabahu, malipo yake Allah na ujira wake Allah ambao atamlipa yeye juu ya amali aliyoifanya, falyamal amalan salihan wa huwa ma kana ala sunnah, bas na afanye amali iliyo njema, na amali iliyo njema ni ile ambayo imefanywa kwa mujibu wa sunna na mafundisho na maelekezo ya Mtume alayhi salatu wassalam. Wala yushrik biibadati rabbih ahada, na wala asimshirikishe katika ibada ya Mola wake mlezi na yeyote yule atakayekuwa. Wa huwa ma kana ala al-ikhlas, nayo ni ile amali ambayo imefanywa kwa ikhlas. Kwa hiyo misingi miwili ni tauhid na sunna, tauhid na mutabaa. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر، نقول yake mtume kutokana hadithi ya Ibn Umar aliposema, buniya al-islamu ala khams, umejengwa Uislamu juu ya mambo matano. La mwanzo kabisa, jengo la kwanza ambalo linajenga Uislamu wako ili uwe sahihi ni nini? Shahadati an la ilaha illa Allah, kushuhudia kuwa hapana muabudiwa wa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, na Muhammad ni mtume wa Allah. La ilaha illa Allah ndio nini? Tauhid. Muhammadur Rasulullah ndio nini? Mutabaa, kufuata. Waqala Shaykhul Islam rahimahullah, na amesema Sheikh Ibn Taymiyyah Allah mrehemu, wajma'u dini aslan, na mjumuiko wa dini yote hii ya Uislamu ni misingi miwili tu basi, alla na'budu illa Allah, msingi wa kwanza tusimwabudu isipokuwa Allah, wala na'budahu illa bima shara'a, na wala tusimwabudu Allah ila kwa yale ambayo Allah au Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyafundisha na kuyawekea sheria katika umma. La na'budahu bil bid'i, na tusimwabudu kamwe Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuzusha, kama qala ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih, yule ambaye anatarajia malipo ya Mola wake mlezi, falyamal amalan salihan, na afanye matendo mema kwa sunna, wala yushrik biibadati rabbih ahada, na wala asimshirikishe katika ibada ya Mola wake mlezi na yeyote atakayekuwa. Tufanye kwa ikhlas. Wadhālika tahqiqu ash-shahadatayn, Ibn Taymiyyah akasema, na hiyo ndio maana ya kuhakiki shahada mbili, shahadatu an la ilaha illa Allah, kushuhudia kuwa hapana muabudiwa wa haki isipokuwa Allah, wa shahadatu anna Muhammadar Rasulullah, na kushuhudia kuwa Muhammad ni mtume wa Allah. Haya maneno yamekuja katika al-ubudiyya. Huo ndugu zangu ni msingi wa tatu.